Alfajiri ya leo Jumanne, Iran imeendelea na mashambulizi makali katikati mwa taifa la Israel. Ving'ora, vizuizi vilisikika kote Israel ya kati, wakati Iran ikirusha mashambulio ya makombora, kulingana na Magen David Adom ambao ni watoaji wa huduma za dharura. Licha ya kwamba wakati huu asubuhi hii hakuna majeruhi makubwa yaliyoripotiwa. Wahudumu wa afya wa MDA wametumwa kuwatibu watu waliojeruhiwa walipokuwa wakielekea katika maeneo yaliyohifadhiwa. Ving'ora vilisikika katikati mwa Israel asubuhi na mapema siku ya leo Jumanne, wakati IDF ilipokamata safu ya makombora iliyorushwa kuelekea Israel kutoka Iran. Kulingana na Magen David Adom, hakuna majeruhi au majeruhi makubwa ambayo yameelezwa. Wahudumu hao wa afya wanaendelea kuhakikisha usalama wa raia katika maeneo mbalimbali, hasa katika kipindi hiki kigumu kwa taifa hilo la Kiyahudi, ambapo mashambulizi ya Iran mara kadhaa yamekuwa yakionekana maeneo mengi wakati huu. Vikosi vya usalama vya Iran hata hivyo vinadaiwa kwamba vinaanzisha msako mpya dhidi ya dalili zozote za uasi wa ndani katika kuweka sawa namna ya usalama wa taifa lao, huku akiendelea kufanya mashambulizi katika maeneo mbalimbali ya Mashariki ya Kati, lakini pia hasa Israel ikiwa ndio targeti kubwa kwa sasa. IRGC, jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, wakati huu linajilinda kwa kila namna ndani pamoja na nje ya mipaka yake. Hata hivyo, moja kati ya mipango wakati huu ni kupambana zaidi kuwakamata watu ambao wanatuhumiwa kushirikiana na mashirika ya kigeni, na kuonya waandamanaji kupitia jumbe za SMS kwamba kuna amri kuu ya vita wakati huu na kwamba hakuna ruhusa ya kuanzisha maandamano wakati huu. Jarida la Wall Street Journal limeripoti siku ya leo Jumanne. Wakati IRGC ikiendelea na mapambano dhidi ya mashambulizi ya Marekani na Israel, baadhi ya Wairan wanaendelea kutoa jumbe mbalimbali wakitaka kuanzisha maandamano katika taifa hilo. Maandamano hayo yakipangwa na watu walio nje ya Iran na baadhi ya wachache walio ndani. Taarifa zinadai kwamba zaidi ya watu 500 wamekamatwa kutokana na kujihusisha na kutaka kuanzisha maandamano katika Jamhuri hiyo ya Kiislamu ya Iran. Kwa mujibu wa Ahmad Reza Radan, kamanda wa jeshi la polisi la Iran, zaidi ya watu 500 wamekamatwa tangu kuanza kwa vita. Mashtaka dhidi ya wale wanaozuiliwa ni pamoja na kushiriki habari na vikosi vya maadui au vyombo vya habari vya kimataifa, au kuchukua tu picha na video za tovuti zilizokumbwa na mashambulizi ya anga. Wengine walishutumiwa kwa kusherehekea mauaji ya kiongozi mkuu Ayatollah Al-Khamenei au kumuunga mkono Reza Pahlavi, mwanamfalme aliyopo uhamishoni. Vyombo vya habari vinavyoendeshwa na serikali vilisema kuwa watu 11 wanaoshukiwa kuwa sehemu ya propaganda za mwanamfalme Reza Pahlavi wameuawa baada ya kuwapiga polisi, kulingana na taarifa za ndani katika Jamhuri hiyo ya Kiislamu ya Iran. Hata hivyo, katika nchi hiyo, moja kati ya kitu kikubwa ambacho kinaendelea ni propaganda za ndani pamoja na nje. Marekani na Israel zimeamua kupambana kwa kila namna, kwa kutumia mitutu ya bunduki na silaha nzito, kwa kutumia ndege zisizokuwa na rubani na makombora, lakini pia kwa kutumia propaganda za ndani ya nchi. Hata hivyo, mwanzoni mwa vita ni Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu ambaye aliweka wazi kuambia wa Iran kwamba kwa sasa wao ndio wenye maamuzi, kwani tayari jambo kubwa zaidi ama mzizi wa fitna umeshang'olewa, kwa maana kumaanisha kuuawa kwa kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Al-Khamenei. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.